Licha maneno haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Niliyaongoza maisha yangu. Jinsi nilivyopenda. Chini ya utawala wa shetani. Lakini leo, kwa neno lako hili, na utawala na mamlaka, nimegundua kwamba utawala wa kweli unapatikana kwako Yesu. Na ufungua moyo wangu. Karibu ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia leo, naomba hiyo neema ya kutembea katika wokovu. Kwa jina lako Yesu. Amen. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya baba huyu, mama huyu, kijana huyu, mtoto yule ambaye amekiri sala hii ya toba asubuhi ya leo. Na kwa jina la Yesu Kristo lete, Mungu aliye hai, ninamleta mbele ya madhabahu yako, ninamleta mbele ya kiti chako cha rehema, ili aendelee kupata neema wakati wa uhitaji, ili aendelee kutiwa nguvu katika ulimwengu uliojaa dhambi, ulimwengu uliojaa vishawishi, ulimwengu uliojaa uasi. Na kuanzia leo Bwana, kwa sababu amekukiri wewe, amekuwa mtawala wa kweli, amekuwa mtawala wa kweli, amepokea mamlaka. Maana umesema nimepewa mamlaka, nayo mamlaka ukawapa wanafunzi, ukawaambie twende ulimwenguni kote tukahubiri habari njema. Na Mungu wetu na Baba yetu, asubuhi ya leo naomba hiyo mamlaka itende kazi juu ya watoto wako hawa katika jina la Yesu. Mamlaka ya kuponya, mamlaka ya kukemea pepo, mamlaka ya kushinda dhambi, mamlaka ya kutawala kwa haki, mamlaka ya kupenda maisha yao na kuwapenda wengine na kuhubiri habari njema ikaonekane ndani yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na umetuambia kwenye neno lako, mahali popote miguu yetu itakapokanyaga, Baba umetupatia wale ambao walikuwa wana kazi, wanapokanyaga kwenye zile ofisi, wamilikishi kwa jina la Yesu. Maana umesema watenda kazi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Huyu mama ameongezeka kwenye orodha watenda kazi. Mpe kazi yake anayoitaka, mpe kazi yake anayotaka. Wengine watakuhubiri kupitia biashara, wengine watakuhubiri kupitia nafasi mbalimbali za kikazi, wengine watakuhubiri kupitia Baba injili mitaani. Kila mmoja amekuwa mtenda kazi kwenye eneo lake Bwana. Baba ukapate kumtendea katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Lakini Baba umesema tutakanyaga nyoka na nge. Umetupa hiyo mamlaka kuanzia leo. Tunakanyaga magonjwa, tunakanyaga nguvu za giza, tunakanyaga mauti, tunakanyaga kila mauti na uharibifu na silaha za kuzimu. Tunazitengua kila ulimi uliotamkwa juu yetu kwa ajili ya kutulani, kwa ajili ya kutukwamisha. Tunatengua kuanzia leo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, pokea nguvu ya Mungu kuanzia leo. Pokea ushindi wa Mungu kuanzia leo. Chochote kilichokuuliza, chochote kilichokuletea tamaa, kinageuzwa leo kwa jina la Yesu. Kila hati ya mashtaka iliyokuwa imeandikwa ya kukushitaki, tunaigongomea msalabani, tunaigongomea msalabani katika jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu. Maana umesema tutapokea nguvu na tutakuwa mashahidi wako kuanzia leo. Huyu baba, huyu mama, huyu mtoto, huyu kijana awe mashahidi wa matendo makuu uliomtendea tangu siku ya leo. Maisha yake yabadilike, jina lake libadilishwe, utawala wake ujulikane, nafasi yake tuijulikane, mamlaka yake ikatende kazi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi ya nguvu zaidi. Haleluya, amen.